Siku moja Saad ibn Abi Waqas radhiallahu anhu, mmoja katika masahaba wakubwa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, alieleza ya kwamba akasema alikuwa pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati huo alikuwa anataka kuwafundisha moja katika dua ambazo mtu yoyote atakayeomba pamoja na dua hii, basi bila shaka Allah subhanahu wa ta'ala atamkubalia maombi yake. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoeleza hivyo na kutaka kuwafundisha hiyo dua, mara ghafla akatokea mmoja katika mabedwin na akaingia, na baada ya hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam akaanza kuzungumza naye. Yule bedwin akawa anamuuliza Muhammad sallallahu alaihi wasallam maswala mbalimbali na kuzungumza naye. Baada ya kumaliza na kuondoka, Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye akawa ni mwenye kuinuka na kuelekea katika nyumba yake. Saad ibn Abi Waqas radhiallahu anhu akawa anamfuata Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyuma. Alijisikia aibu wakati ule kumkumbusha Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikawa anamfuata nyuma, akawa anamuona Muhammad sallallahu alaihi wasallam anakaribia kuingia katika nyumba yake. Basi alipiga nyayo zake chini kumshtua Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaangalia nyuma, na baada ya hapo akamwambia Saad ibn Abi Waqas, akamwambia ya Rasulullah, wakati tulipokuwa tumekaa na wewe ulisema ya kwamba kuna dua ambayo tukiisoma katika maisha yetu ikawa tunaweka na maombi yetu ndani yake, basi bila shaka Allah subhanahu wa ta'ala atakubali haya maombi yetu, lakini hukutuambia dua yenyewe ni dua ya nani ama ni dua ipi? Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hiyo ni dua ya Nabii Yunus alaihi salam. Pindi ambapo Yunus alaihi salam alipokuwa ndani ya tumbo la nyangumi, ikawa yupo katika dhiki za hali ya juu. Yunus alaihi salam wakati ule alikuwa hana wa kumsaidia katika maisha yake, na wala hakutarajia chochote kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, bali alichokuwa akikisema katika tumbo lile ndiyo Allah subhanahu wa ta'ala akakishusha kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa miongoni mwa hazina zilizokuwa kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na waja wake wakiitumia hazina hiyo vizuri, basi bila shaka maombi yao yatakubalika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na dhiki zao zitaondoka katika maisha yao, kama vile Allah subhanahu wa ta'ala alivyoziondoa dhiki za Nabii Yunus alayhi salam. Na dua yenyewe Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema ni pale Yunus alayhi salam aliposema la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Hii ni dua ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema muumini yoyote, muislamu yoyote aliyekuwa ameamini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na juu ya mjumbe wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akiomba kwa kutumia dua hii maombi yake mengine katika maisha yake, basi bila shaka Allah subhanahu wa ta'ala atayakubali maombi yake hayo. Maana yake ya kwamba ukiwa unaomba dua zako mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na ndani yake ukaweka la ilaha illa anta, ama ukaanza na la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin, ama ukaiweka katikati ama ukaiweka mwisho, basi bila shaka maombi yako hayo yatakubalika mbele Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah ataziondosha dhiki katika maisha yako. Allah subhanahu wa ta'ala anatupa mambo haya katika maisha yetu, anatupa dua hizi katika maisha yetu ili kutuweka katika sehemu iliyokuwa sahihi katika maisha yetu, na kutufahamisha kwamba hamna mwenye uwezo katika maisha haya uliokuwa mkubwa isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa kutuondoshea dhiki za aina mbalimbali katika maisha yetu na kukubali maombi yetu ya aina mbalimbali kwenye maisha yetu isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa inabidi tuzingatie mambo ambayo yalikuwa muhimu katika maisha yetu. Tunapoomba mbele Allah subhanahu wa ta'ala, tujitahidi tuombe au maombi hayo yatoke katika mioyo yetu, kwa maana kwamba tu tuna ikhlas mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tusiweke zaidi ujira kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala mbele, bali tuweke mbele kwanza ikhlas, kwamba tunaomba hizi dua kwa ikhlas kutoka ndani ya mioyo yetu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kidhati, na hiyo ndio dua ambayo yenye uzito mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tukifanya hivyo, basi bila shaka Allah subhanahu wa ta'ala atazikubali dua zetu hizo, na Allah subhanahu wa ta'ala ataondosha dhiki zetu kama alivyoziondosha dhiki ndani ya tumbo la nyangumi aliyekuwepo nabii wetu kipenzi Yunus alayhi salam. Na Allah subhanahu wa ta'ala atatufungulia milango ya kheri na neema za aina mbalimbali katika maisha yetu. Hivyo tujitahidi turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala na tuitumie hii dua kila siku katika maisha yetu, ili Allah subhanahu wa ta'ala
atujibie dua zetu ambazo tunazoziomba, ama ajibu maombi yetu tunayoomba mbele yake, na atuondoshee dhiki za aina mbalimbali katika maisha yetu.